Naam, mtazamaji wa Anuari TV, ni wakati wa usajili kuelekea msimu ujao. Kila timu iko katika harakati za kutafuta wachezaji ambao wanaamini kwamba wataenenda kwenye zile falsafa zao ambazo wako nazo kama klabu. Na kwa siku ya leo nitakwenda kuangazia katika klabu ya Azam Football Club ya huko Chamazi, Dar es Salaam, ambako wameanza kuhusishwa na mlinzi wa kati raia wa Ubelgiji Henry Stabik. Nyota huyu ambaye kwa msimu uliopita alikuwa anakipiga kunako klabu ya Stellenbosch ya huko nchini Afrika ya Kusini, miongoni mwa timu ambayo inashiriki kunako ligi kuu soka nchini Afrika ya Kusini kwa maana ya PSL. Tunakwenda kuangazia Henry Stabik ni mlinzi wa aina gani, na je, anaweza akafit kwenye falsafa ya Azam Football Club chini ya kocha Florent Ibenge. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikuombe tu tuwe sote mpaka tamati. Nyuma ya kamera yupo Arafa Kaula. Henry Stabik ni mlinzi wa kati raia wa Ubelgiji, kama nilivyokuambia mtazamaji, ambaye ni mzaliwa wa huko Ubelgiji mnamo tarehe 18 mwezi Julai mwaka 2002, ambaye kwa wakati huu ana umri wa miaka 23. Ni miongoni mwa walinzi ambao klabu ya Azam Football Club wanaeleza kwamba tayari wameshafanya naye mazungumzo na tayari dili lake la kujiunga na Azam limesha kamilika, na msimu ujao anaweza kuwa ni moja kati ya walinzi wa kati ambao watakuwa wanaweka pacha nzuri baina na walinzi wengine ambao wapo katika hilo eneo kunako klabu ya Azam Football Club. Na kujaribu kuangalia Azam Football Club, kwa mujibu wa taarifa ni kwamba hawana mpango wa kumuongezea mkataba mlinzi wa kati raia wa Colombia. Huyu si mwingine ni Yerson Fuentes Mendoza, ambaye ni mlinzi mzuri licha ya kwamba amekuwa anapitia kipindi kigumu hasa katika upande wa majeraha ya hapa na pale ambayo yamekuwa yanamgharimu kukaa benchi kwa takribani nyakati ambazo Azam Football Club wamekuwa wanamhitaji moja kwa moja. Kwa hiyo Florent Ibenge kama kocha mkuu hana mpango wa kumtumia Fuentes Mendoza kuelekea msimu ujao. Badala yake ameamua kupendekeza mlinzi mwingine wa kati, na jina ambalo limetua kwenye klabu ya Azam basi ni mlinzi wa kati raia wa Ubelgiji huyo kutokea kunako klabu ya Stellenbosch kwa maana ya Stabik, ambaye anatajwa kwamba anakuwa balaa jipya mjini kunako klabu ya Azam Football Club kunako msimu ujao. Klabu ya Azam ni moja kati ya klabu ambayo inategemewa kuweza kufanya mabadiliko makubwa katika baadhi ya maeneo kwa kutoa wachezaji ambao hawajawa na kiwango bora kunako msimu huu na kujaribu kufanya mabadiliko mengine ya kuwaingiza kwenye kikosi wachezaji ambao wana ubora mkubwa, uzoefu mkubwa kunako ligi zao ambazo wametokea, lakini pia uzoefu mkubwa kwenye mashindano ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambako kwa msimu ujao Azam Football Club ni miongoni mwa timu shiriki kunako kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo katika ujenzi wa timu iliyo bora lazima waangalie maeneo gani ambayo hawakuwa na ubora mkubwa kunako msimu uliomalizika, and then kuamua kuyafanyia marekebisho na kuwaingiza wachezaji ambao wana ubora mkubwa. Na eneo la ulinzi ndio eneo ambalo Azam Football Club licha ya kwamba msimu huu wameonekana kuwa na ubora mkubwa, kuwa na takriban walinzi wanne ambao mwalimu amekuwa ana uwanda mpana wa kuwatumia kutokana na game approach ya mchezo husika, kwa maana ya Twaribu Nuru, Lamek Lawi, Yoro Mamadou Diaby sambamba na Mendoza ambao mwalimu amekuwa anawatumia katika eneo la ulinzi wa kati, lakini bado ameona kuna maeneo ambayo yanahitaji kufanyiwa marekebisho kwa haraka kuelekea msimu ujao. Na Stabik ni moja kati ya walinzi ambao wanahusishwa na klabu ya Azam Football Club kuelekea msimu ujao. Na Stabik ni mlinzi mzuri ambaye kama nilivyokuambia mtazamaji, umri wake ni miaka 23, kitu ambacho kinatoa uwanda mpana kwa Azam Football Club kuwa na beki ambaye ana umbile zuri kwa maana ya fiziki, ni mrefu takribani urefu wa mita 1.96, kitu ambacho kina confirm ni jinsi gani ambavyo amekuwa ana urefu ambao
utaisaidia Azam Football Club pale ambako watakuwa wana ile taka sanaa ya mlinzi ambaye ana uwezo mzuri wa kuwini zile area duels, lakini pia kuwa wa kwanza katika kuwini mipira mirefu ambayo itakuwa inapigwa na walinzi wa timu pinzani. Lakini pia katika upande wa kasi, mlinzi ambaye ana umri wa miaka 23 tunategemea kuwa na uwezo mzuri wa kufanya mikimbio na kuwini zile physical battle na washambuliaji ambao wataonekana kuwa na kasi kubwa kutokea katika maeneo ya kushambulia, na ni eneo ambalo kwa msimu huu Azam Football Club ameonekana kuwa na udhaifu mkubwa pale ambako safu yake ya ulinzi inapoenda kukutana na washambuliaji ambao wana kasi kubwa na wenye mikimbio sahihi katika boksi la timu pinzani. Ndio maana kocha mkuu wa timu hiyo Fadlaye Benge amejaribu kutafuta mlinzi mwingine wakati mwenye uzoefu na mwenye ubora mkubwa, na ametua kwa Stabik, nyota huyu raia wa Ubelgiji. So tunafahamu Ubelgiji ni miongoni mwa taifa ambalo limekuwa katika maendeleo ya mpira wa miguu. So kupata mlinzi ambaye amepita kwenye grassroots kubwa, na huyu Stabik kabla ya kujiunga na klabu ya Stellenbosch alitokea kuna klabu moja huko nchini Norway ambako ndipo alipita kabla ya kujiunga na Stellenbosch ya huko nchini Afrika ya Kusini. Tusubiri tuone kitu gani ambacho Azam watakifanya kuelekea msimu ujao katika upande wa kuijenga Azam yenye timu shindani na timu yenye wachezaji ambao wana ubora mkubwa kwa klabu hiyo ambayo kwa msimu ujao itakwenda kushiriki katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua.